itawatengea wanawake mashuhuri wakiwemo viongozi kutoka serikalini au katika jamii. Vipengele hivyo vitatajwa rasmi wakati washindi watakapokuwa jukwaani kupokea tunzo zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, majaji tulipokea nyaraka zote kwa wakati. Tulifanya tathmini ya kila mgombea kwa mujibu wa vigezo. Kila jaji tulianza kufanya uchambuzi binafsi, kila mmoja peke yake. Kikao cha awali kilikaa cha majadiliano pamoja ili kufikia maamuzi ya haki na ya pamoja. Washindi tuliwateua kwa kuzingatia alama za mwisho na makubaliano kamati. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ulifahamu hili, kazi haikuwa nyepesi. Maana kila mmoja alikuwa mshindi, hujui umchague yupi. Kwa hiyo kazi ilikuwa si rahisi. Ni kuonesha kwamba jamii tayari imeelimika kuangalia jinsi gani ya kuweza kuondoa udhalilishaji kwa wanawake wote katika nchi. Kuanzia vijana wa rika miaka 18 na kuendelea, wote walishiriki na wote walikuwa na kazi nzuri juu ya hili. Kwa hiyo mchakato huo tulihakikisha kwamba tunzo zitatolewa kwa njia ya haki, shirikishi na yenye kuzingatia ubora ili kupata vinara wanaostahili kutambuliwa kwa mwaka 2020 na 2025. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni ukweli kwamba kazi haikuwa nyepesi, lakini hata hivyo washiriki wote walijitahidi kuonyesha jitihada zao katika kupinga ukatili wa kijinsia, juhudi ambazo ni muhimu na zinazostahili kuungwa mkono. Jamani, Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni wetu wote walikuwa mliopo hapa, tunafarajika kuona kwamba mwamko mkubwa katika jamii unaongezeka. Idadi ya wananchi wenye ujasiri wa kutetea haki na kupinga udhalilishaji kila siku umekuwa ukiwa imara. Hii ni moja ya matunda makubwa ya tunzo hizi. Tunaendelea kuona mabadiliko chanya, kwani tunzo hizi zimewaleta karibu wapambanaji wa ngazi mbalimbali, kuanzia shehia ambazo hapo awali hasikusikika sana sauti zao. Nyuma ulikuwa unasikia juu tu, lakini sasa hivi kwa sababu sauti zimezidi kupaa, kwa tangu chini shehia unasikia tu wanaanza kupiga kelele. Hiyo ni mafanikio makubwa. Sasa tunashuhudia wanaharakati kutoka maeneo yote ya nchi, mijini, vijijini, kutoka katika rika na makundi mbalimbali, hasa vijana, wakiwemo watu wenye ulemavu au vijana wenye ulemavu, na wao wako sambamba kuingia kupambana na harakati hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hamasa ya kuripoti matukio ya ukatili imeongezeka pia. Kwa mfano, mwaka 2024 wahanga walikuwa 1964 walioripotiwa vitendo vya udhalilishaji na zafela, wakiwemo mashuhuri ya jinai 30 na madai 1934. Hata hivyo, tunatoa wito kwa wananchi na wanaharakati wote kwamba tunzo hizi au mtakapopewa tunzo hizi au kupata tunzo hizi isiwe ndio kipaumbele chenu tu, bali ni vyema mkazitendea kazi kwa moyo wa ibada, mkitambua kuwa mnachofanya kina ujira mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani nyinyi ni nguzo muhimu katika kuokoa kizazi cha sasa na kijasho.